Vyanzo vitatu vimeiambia Reuters mapema leo Alhamisi kuwa Irani imelitaka kundi la Wahuthi la Yemeni kuwa tayari kufunga njia ya mafuta katika Bahari Nyekundu iwapo Marekani itaishambulia miundombinu ya nishati ya Irani, hatua inayotengeneza tishio jipya na kubwa kwa usambazaji wa nishati duniani. Wazo hilo limejadiliwa ndani ya uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, na ujumbe huu umewasilishwa kwa washirika wa Irani na kundi la Wahuthi, kwa mujibu wa vyanzo viwili vikuu vya Irani na chanzo kimoja cha kikanda chenye uelewa na swala hilo, ambavyo vyote viwili vilizungumza kwa sharti la kutotajwa majina. Vyanzo hivyo vimesema kuwa kundi la Wahuthi limefahamishwa hivi karibuni kuhusu ombi hilo la Teherani ambalo halijawahi kuripotiwa hapo awali. Hata hivyo, havikutoa maelezo zaidi kuhusu jinsi ujumbe huo ulivyowasilishwa au iwapo ulikuja baada ya tishio kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumanne ya kushambulia miundombinu ya nishati ya Irani. Wizara ya mambo ya nje ya Irani pamoja na msemaji wa kundi la Wahuthi hawakupatikana mara moja baada ya kutoa taarifa hiyo. Hatua ya Irani kutoa agizo hilo la dharura kwa kundi la Wahuthi inakuja kama mbinu ya kujihami na kujenga nguvu ya kuzuia dhidi ya vitisho vya rais wa Marekani na Israeli vinavyolenga kulemaza uchumi wa taifa hilo. Baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia wazi kushambulia miundombinu ya nishati na uzalishaji wa umeme ya Irani, Teherani inafahamu kuwa mashambulizi hayo yataiacha nchi hiyo katika giza na kudhoofisha uzalishaji wake wa mafuta. Kutishia kufunga Bahari Nyekundu, Irani inatuma ujumbe mzito kwa Washington kuwa gharama ya kuishambulia Irani itakuwa ni mzozo wa kiuchumi duniani utakaosababisha mfumuko mkubwa wa bei ya mafuta na bidhaa zingine kote ulimwenguni. Mbali na kujihami, Irani inalitumia kundi la Wahuthi nchini Yemen kama karata yake kuu ya kimkakati kwa sababu nafasi yao ya kijiografia karibu na mlango wa bahari ya Bab al-Mandab ambao ni mapito makuu ya mafuta kote duniani. Tofauti na kundi la Hezbollah nchini Lebanoni ambalo hivi sasa limejikuta likitengwa kisiasa kufuatia mkataba mpya wa usalama wa kujitenga kwa Syria, kundi la Wahuthi bado lina nguvu kubwa ya kijeshi na uhuru wa kufanya mashambulizi bila hofu ya kuanguka kwa serikali yao. Teherani inatumia ushawishi wake kwa Wahuthi ili kuonyesha kuwa bado ina uwezo wa kuvuruga usalama wa dunia kupitia washirika wake wa kikanda, hata kama inakabiliwa na shinikizo kubwa mipakani mwake. Halikadhalika, tamko hilo lina aksi hofu kubwa ya Irani ya kutengwa kidiplomasia katika ukanda wa Mashariki ya Kati kufuatia mabadiliko ya hivi karibuni ya kisiasa nchini Syria. Baada ya Syria chini ya rais wao Ahmed al-Sharaa kujitenga rasmi na Irani na kuanza mchakato wa kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kiuchumi na Marekani na nchi zingine za Ghuba, Irani imepoteza njia yake kuu ya usambazaji wa silaha kuelekea Mediterania. Kutokana na kupoteza nguvu huko Damascus, Teherani sasa inalazimika kuhamishia nguvu zake zote za kikanda kuelekea kusini mwa rasi ya Uarabuni na kutumia Bahari Nyekundu kama uwanja mkuu mpya wa mapambano dhidi ya ushawishi wa Marekani. Hatua hii ya Irani inatajwa na wachambuzi wa mambo ya usalama kama jaribio la kutumia washirika wake wa kikanda kama ngao ya kuzuia mashambulizi ya moja kwa moja kutoka kwa Marekani na Israeli. Kundi la Wahuthi ambalo tayari lina uzoefu wa kufanya mashambulizi ya droni na makombora dhidi ya meli za kibiashara katika Bahari Nyekundu linaonekana kuwa karata muhimu kwa Teherani katika kujibu mapigo dhidi ya shinikizo kali la kiuchumi na kijeshi linalowekwa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Marekani kwa upande wake imeendelea kuimarisha uwepo wa jeshi lake la majini katika Ghuba ya Eden na Bahari Nyekundu kupitia muungano wa kimataifa wa kulinda usalama wa majini. Mbali na athari za kijeshi, hatua hiyo inatarajiwa kuongeza shinikizo la kidiplomasia kwa mataifa jirani ya Kiarabu, hususan Saudi Arabia, Misri, ambazo zote hizo uchumi wake unategemea kwa kiasi kikubwa mapato ya mfereji wa Suez ambao unaunganishwa na Bahari Nyekundu. Kudorola kwa usalama katika njia hiyo kunaweza kulazimika nchi hizo kuchukua msimamo thabiti zaidi dhidi ya Irani, huku kukiwa na hofu kubwa ya mgogoro mkubwa unaweza kuathiri zaidi miradi mikubwa ya maendeleo na ujenzi wa amani inayoendelea katika rasi ya Arabuni. Wachambuzi wa kijeshi wanaonya kuwa amri yoyote kutoka Teherani kwa Wahuthi ya kufunga njia hiyo inaweza kusababisha mashambulizi makubwa ya kulipa kisasi kutoka kwa Marekani na washirika wake,
jambo ambalo linaweza kuingiza ukanda mzima wa Mashariki ya Kati katika vita vya kikanda visivyodhibitiwa.